Jambo mpenzi na karibu tena kwenye YouTube channel yetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa hotuba ya kihistoria yenye mwelekeo mzito wa kisiasa, akionyesha msimamo thabiti wa serikali yake kuhusu maridhiano ya kisiasa visiwani Zanzibar, huku akitumia ujumbe mkali usio na mashiko kwa makundi ya upinzani yanayokataa meza ya mazungumzo na kukimbilia mivutano ya kisiasa nchini. Kiongozi huyo mkuu wa nchi amebainisha kuridhishwa kwake na hatua kubwa iliyofikiwa na viongozi wa vyama vikuu vya siasa visiwani humo, akivipongeza hadharani chama tawala cha Chama cha Mapinduzi na chama kikuu cha upinzani visiwani Zanzibar cha ACT Wazalendo kwa kukubali kuketi chini, kufanya mazungumzo ya kiungwana na kufikia maridhiano yaliyotanguliza mbele maslahi ya taifa badala ya kuendekeza maslahi binafsi ya vyama vyao au ya watu wachache katika chama hicho. Hatua hii inatajwa kuwa ni pigo kubwa la kisiasa kwa viongozi wa chama cha Chadema, akiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, ambao wamekuwa wakipinga mbinu za maridhiano na badala yake wakishinikiza maandamano na mivutano ya kisiasa kama njia kuu ya kupata haki zao. Katika kuweka wazi uzito wa jambo hilo, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa shukran za kipekee kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, pamoja na makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, kwa ujasiri wao wa kuweka kando tofauti zao za kiitikadi na kutafuta mustakabali wa pamoja utakaohakikisha uwepo wa amani ya kudumu visiwani humo. Kiongozi huyo mkuu vilevile amefafanua kuwa mafanikio hayo hayakuja kwa urahisi, bali yamepatikana kupitia msingi thabiti iliyowekwa na viongozi wastaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, akiwemo Rais mstaafu Amani Abed Karume pamoja na Rais mstaafu Daktari Ali Mohamed Shein, ambao kwa kutumia hekima, busara na uzoefu wao mkubwa waliongoza na kusimamia kikamilifu mazungumzo yaliyofanikisha makubaliano hayo mapya ya kisiasa. Uchambuzi wa hotuba hiyo unaonyesha mabadiliko makubwa katika mtazamo wa uendeshaji wa siasa za ushindani nchini Tanzania, ambapo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka wazi kuwa kufanya maridhiano na wapinzani si ishara ya udhaifu wa serikali au chama tawala, bali ni dhihirisho la ukomavu mkubwa wa kisiasa unaojenga misingi imara ya umoja wa taifa na kuheshimiana. Ameeleza kuwa hatua hiyo ni kielelezo tosha kwamba viongozi wa kisiasa wanaweza kutofautiana sana kwa hoja na mitazamo, lakini bado wana uwezo mkubwa wa kukubaliana katika mambo ya msingi yanayohusu uendeshaji wa nchi, huku wakijali maslahi mapana na ustawi wa wananchi wote kwa ujumla bila ubaguzi. Mwelekeo huu mpya unatajwa kufungua ukurasa mpya kabisa katika kuimarisha amani, utulivu na mshikamano, si tu kwa wananchi wa Zanzibar bali kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, jambo linalotakiwa kuenziwa na kuendelezwa na vizazi vyote. Kiongozi huyo vilevile amefafanua kwa kina maana halisi ya uungwana katika medali za kisiasa, akieleza kuwa uungwana unafunza wanasiasa kufanya siasa za kushindana kwa kutumia hekima na hoja zenye mashiko badala ya kupasa sauti majukwaani bila kuwa na mantiki yoyote ya maana. Uungwana wa kisiasa una misingi inayotanguliza mbele mahitaji ya nchi na wananchi wake, ukiongozwa na sauti zenye staha, utu
heshima na utulivu mkubwa ili kufikia maridhiano ya kitaifa, huku ukikataa katakata tabia za kiburi na kutosikilizana miongoni mwa wadau wa kisiasa. Kupitia maelezo hayo, ujumbe huo unaonekana kuwaelekea moja kwa moja kwa viongozi wa Chadema wanaoendelea na msimamo mkali wa kuzusia vikao vya maridhiano, kwani wananchi wa kawaida hawahitaji fujo wala mivutano ya kisiasa isiyo na mwisho, bali wanahitaji mazingira salama yatakayowawezesha kupata huduma bora za kijamii na kuguza shughuli zao za kiuchumi. Serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar imetajwa kuwa mfano bora wa jinsi siasa za staha zinavyoweza kuleta maendeleo ya haraka, kwani katika miaka iliyopita imefanikiwa kukuza ajira na kuimarisha miundo mbinu katika mazingira ya utulivu wa hali ya juu. Daktari Samia Suluhu Hassan amebainisha kuwa mahali popote penye siasa za chuki, uhasama na mivutano ya kila siku, baraka za maendeleo hutoweka kabisa, lakini pale panapokuwepo siasa za maridhiano na staha, maendeleo ya kiuchumi hupata nafasi kubwa ya kuchanua na kunufaisha wananchi wote. Hatua iliyofikiwa sasa imeelezwa kuwa ni makubaliano rasmi ya muda tena serikali hiyo ya umoja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya kina kuhusu mustakabali mzima wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, jambo ambalo kiongozi huyo ametoa wito liheshimiwe na pande zote zilizoweka sahini. Pamoja na kupongeza maridhiano hayo, Daktari Samia Suluhu Hassan ametumia fursa hiyo kutoa onyo kali na la mwisho kwa watu wanaojificha nyuma ya mwavuli wa uharakati wa kutetea haki za binadamu hapa nchini na kimataifa, lakini matendo yao halisi yana sura ya viashiria vya kigaidi. Amefafanua kuwa tafsiri ya ugaidi inajumuisha vitendo vyote vinavyolenga kuvunja amani kwa makusudi, kuharibu mali za umma na kuathiri miundombinu za nchi kwa lengo la kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya kikundi fulani kwa ajili ya kutimiza malengo yao kisiasa, kidini na au kiitikadi. Kiongozi huyo amebainisha kuwa makundi haya mara nyingi hutumia kauli zinazofaa sura za uzalendo ili kuhadaa wananchi, lakini kwa undani yanakuwa na maslahi binafsi ya kisiasa na kiuchumi. Ameongeza kuwa mtu yeyote anayeipenda nchi yake kwa dhati anapaswa kuijenga na sio kuibomoa kupitia furugu, akitolea mfano wa viongozi wa Zanzibar ambao walitofautiana sana lakini walivumiliana na hawakufanya fujo za kuharibu amani wala kubomoa nchi yao. Amewasihi Watanzania wote kushikamana kwa ajili ya maendeleo na kukataa kutumiwa na watu wachache wanaotaka kuifanya nchi kuwa duni kwa maslahi yao binafsi, huku akifichua kuwa maisha ya baadhi ya watu hao hapa nchini na nje ya nchi yanategemea malipo makubwa ya kifedha yanayotokana na kufanya furugu au kuifuruga nchi yao kwa maslahi ya mapeperu na mataifa ya kigeni. Katika mazingira hayo, amewahakikishia wananchi kuwa serikali imesimama imara kulinda amani, usalama wa raia na mali zao, huku akiwaomba wananchi kutoa ushirikiano katika kuilinda maeneo yao dhidi ya vitendo hivyo ambavyo havikubaliki duniani kote.